Ishu ya jehanamu wala sio ishu. Ukishavuka hapo umeshavuka jehanamu. Anasema hivi, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe nini wa pekee, ili kila mtu afanye nini? Amwamini, asifanye nini? Asipotee, bali awe na nini? Kusudi la Mungu kumtoa mwanawe muamini ili uwe na nini? Unaweza kuwa na uzima wa milele ukaenda jehanamu? No. Na ongea vitu vigumu, au ongea vitu vigumu, kama naongea vitu rahisi. Sikia, unapomwamini Yesu, anaposema unazaliwa mara ya pili, maana yake unafufuliwa, unatolewa kwenye hali ya asili ya Adamu wa kwanza, ile kurithi mauti, kurithi asili ya dhambi, unaletwa kwenye kurithi asili ya haki, unaletwa kwenye kurithi asili ya uzima wa Mungu. Si unaelewa kama nasema? Ambayo iko katika nani? Katika Kristo. Ninaeleweka anachosema? Mbona wamisi? Natamani kusikia unisaidie kuendelea kusomea. Na wamisi wamesema. Unaongea yale yaliyowekwa ndani yetu. Mwili ambao tumepewa haki, tulivyoitwa. Sasa na unapata unapoviongea ni vile tulivyokabidhiwa. Na unaeleza jinsi ambavyo tuko na mamlaka tuliyopewa. Ambayo hiyo unavyoongea unatutegemea na sisi tupokee, tukutane na hicho unachokileta. Kwa hiyo mimi nakubaliana na kuendelea kusikia zaidi. Amenionyesha kwamba mlivyo kilia mjatulia kule, kwa sababu wabezeni na wafurahia kuboga, mna shangwe na kelele mnapotembea kwenye mambo. Nikiona kimya hii inaleta mahali pengine tena, baba ni wabezeni au ni ile nyingine. Kwa nini nimesema nategemea shangwe zitoke, furaha zitoke, kelele zitoke kutoka katikati yenu? Kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekifanya kwetu katika Kristo. Kuna namna Mungu amefanya mambo ambayo yanavuka sana ufahamu wa kibinadamu, na yanapofunuliwa kwetu ndio hayo mambo ambayo yanafanya shangwe zianze kufanya nini? Kutokea. Naeleweka ninachosema? Sifa zianze kufanya nini? Kutokea. Atumsifu Mungu ili afanye, ila tunamsifu Mungu kwa sababu amefanya. Ninaeleweka ninachosema? Atumwabudu Mungu ili atokee. Tunamwabudu Mungu kwa sababu amefanya nini? Ametokea. Unajua ni mpaka Mungu amefunuliwa ndio ibada yako inaleta maana. Si unaeleweka ninachosema? Tomaso alitembea na Yesu, lakini alikuwa hajafunuliwa Yesu kwamba ni nani anayetembea naye. Mpaka siku Yesu amefufuka, amekuja anamwambia Tomaso, usiwe kama wale wasioamini. Hebu nishike, uthibitishe kwamba mimi ndiye, kwa sababu roho haina mifupa na nyama kama mimi. Shika mikono yangu na shika mbavu yangu. Wapi? Nilipochomwa mkuki na nilipopigiliwa misumari. Unajua Tomaso aliposhika akasema Bwana wangu na Mungu wangu. For the first time ndio anafunuliwa Kristo. Ninaeleweka nasema? Alikuwa anatembea naye ila alikuwa juu anatembea na nani? Pale ndio kwa mara ya kwanza maandiko yanasema akaanguka akasujudu akasema Bwana wangu na Mungu wangu. Maana alikuwa anaona kitu ambacho kimefuka vile alivyokuwa anabeba na kuchukua mama. Ngoja niwaambie ndugu zangu. Nina shauku hii worship ambayo naitamani kwenu itokee ni ile ya Mungu ambaye anaishi ndani yako. Ni ile yule Mungu ambaye amefanya mema ndani yako. Sio ile ya mahitaji na kujipoza moyo. Sio ile kujiburudisha moyo. Unajua kuna wakati worship zinatuburudisha moyo.
lakini sio kwa ajili ya ndani ya moyo, ni kwa ajili ya furaha ya nguvu na Mungu ambapo amekuja ndani yetu. Ninaeleweka nachosema? Ninaeleweka kidogo nachosema? Mungu kupitia Kristo ametuletea uzima, kwa sababu ndio lilikuwa hitaji la ulimwengu. Yesu anasema alikuja ili kupa ulimwengu nini? Uzima. Na sehemu nyingine anasema alikuja ili muwe na uzima, kisha muwe nao nini? Tele. Hiyo ndio mission ya Yesu. Na uzima ndio msingi ambao unabeba mambo yote. Yaani, ili mwanamke aweze kumtii mume wake kwa urahisi, ni lazima ajue kazi ya uzima ndani yake. Kama mauti inafanya kazi, huwezi kumtii mume. Kama mauti inafanya kazi, huwezi kumpenda mke. Unajua Mungu mpaka anakusisitiza upende, ana maana hii sio kawaida. Naeleweka nachosema? Yaani kwa Mungu anakuambia Martin, mpende mke wako. Maana yake anakuita mahali ambapo sio kawaida. Hilo mahali anapokuita ni manifestation ya uzima ambao uko ndani yako. Amen. Mungu anapokuokoa katika Kristo na kukurudisha uzimani, haya yote mengine yanayotokea ni madhihirisho ya uzima ambao uko wapi? Ndani yako. Inaeleweka jamani? Kuna mtu ananipata kidogo? Wow. Kila bado ndio kweli. Moyo wangu una safa sana. Sijajua niongee na nini. Yaani niongee nini na nini? Sikiza. Mimi kidogo na Bishop angalau akiwepo ananisaidia kutembea vile ambavyo yeye huwa anatembea. Ila mimi huwa siwezi vile, mimi niko hivyo papo niko kwa. Na hata hapa napambana sana tutembee wote. Labda niendelee kwa kusema hivi. Kuna dispensation mbili tofauti ambazo zimepita kwa wanadamu. Dispensation ya kwanza ilikuwa ya juhudi ya mwanadamu kwa Mungu, ambayo Mungu alilichagua taifa la Israeli. Naeleweka nachosema? Mungu alilichagua taifa la nini? La Israeli. Na akawapa sheria alizowapa. Kwa njia ya zile sheria wawe na uwezo wa kumfanana Mungu au kuwa sawa na Mungu, ili Mungu adhihirike katikati yao. Na ikachukua juhudi yao na bidii yao ili kuhakikisha wanafanya nini? Wanamfanana Mungu na kuwa kama Mungu alivyo. Ninaeleweka nachosema? Ilichukua juhudi nyingi sana. Unajua sio kitu chepesi kutimiza sheria 613 kwa siku moja. Walipopewa zile sheria ni kwamba mpaka anaenda kulala, kuanzia anapoamka mpaka anaenda kulala awe hajakosea hata mmoja. Na ukisoma kwenye Yakobo anasema ilikuwa ukikosea moja umekosea zote. Na ndani ya zile sheria zilizopewa ilikuwa ni kama hivi nilivyopewa au hivyo wenyewe mnasema nimemetisha, sijui nimevaa njugu alafu na nini huko. Yaani wewe ni motoni moja kwa moja. Kwa zile sheria zilizopewa. Kwa nini? Zile sheria zilikuwa zinataka kuanzia nguo ya ndani mpaka nguo zote za nje, zote ziwe rangi moja. Ni moja kati ya sheria. Au zile sheria zilikuwa zinataka ukilima shamba usivune kila kitu. Uache kwenye kona, maskini waje wachunde wapate chakula. Naeleweka nachosema? Naomba dondoto. Zile sheria zilikuwa zinataka usikojoe kwenye chochoro za watu.
Ninaeleweka ninachosema eh? Najaribu kuleta nini? Naonyesha ile bidii ambayo Mungu alikuwa ameileta kwanza katika ile zamu ya kwanza ambayo Mungu alikuwa anataka kuhusiana na wanadamu baada ya Adam na Eva kumkosea. Wakiwa katika ile hali ya mauti, wakaletewa na sheria ikawa mbaya zaidi. Si kama mnanielewa nachosema eh? Walijaribu, lakini ilikuwa ngumu na ilikuwa mbaya. Kila wakati ilikuwa inawaleta mahali pagumu na pa uharibifu. Mpaka ikafika mahali manabii fulani wakatabiri, nabii Ezekiel, nabii Ezekiel na Yeremia wakatabiri kwamba Mungu atafanya agano jipya. Na nani? Akasema na nyumba ya Yerusalemu na nyumba ya Yuda. Asema si kama ili agano la kwanza. Agano atakalofanya nao, ataandika sheria zake sio kwenye kibao ambacho Musa alifanya nini? Aliandika. Ila ataandika sheria zake katika kibao cha nini? Mioyo yao. Hapo akasema atawapa roho ambaye atafanya nini? Atawaendesha. Si kama unanielewa ninachosema. Yaani sasa Mungu anabadilisha fikra. Kwanza ilikuwa inawachukua wao kufanya bidii kutimiza yale ambayo Mungu anayataka, ili wafanane na Mungu na wapokee favor ile ambayo wanaitaka kwa Mungu. Ila sasa Mungu anaandika sheria zake sio nje, kwa maana hawatakuwa na kusanyiko la Yerusalemu kwenda kusoma kila wakati hizo sheria, ila hizo sheria zitakuwa zinasomwa ndani ya mioyo yao. Alafu kutakuwa na roho ambaye atakuja kwao. Yule roho atawaendesha katika hizo sheria. Manake inatoka kwenye bidii yao, inaingia kwenye utendaji. Ngoja niwaambie ndugu zangu, kama kuna kitu ambacho kimenijaribu kukigundua ni urahisi wa wokovu ulio katika Kristo, namna ambavyo inakuwa ngumu kuuamini. Narudia tena ya maneno. Nasema kama kuna kitu nimekigundua ambacho ni kigumu kuamini ni urahisi wa wokovu ulio katika Kristo, namna ambavyo ni ngumu kuugundua. Unajua kwa nini ni ngumu kuugundua? Leo nakuonyesha vipi. Kuna mambo mengi hata kwenye maisha tunajaribu kupambana. Unajua ndani ni kweli unaweza kuongea, ila ndani bado yani kwamba kuna mkao umekaa yani kwa nini? Yani ni kweli bwana, ila sinaelewa kasema. Yani kuna namna fulani haya mambo yote tulivyokaa ya kweli. Na ndio maana tunashindwa kuwa na shangwe. Tunashindwa kuwa na sifa za kile ambacho Mungu amefanya kwenye maisha yetu. Tunashindwa kuwa na kelele za furaha kwa sababu bado hatujapokea ukweli wa kile ambacho Mungu amefanya. Bado tuko katika mkao wa kuchangia. Unajua huo ndio mtego ambao Adamu pia aliingia. Unajua shetani alimwambia nini Adamu? Alimwambia Mungu anajua ukila utakuwa kama yeye. Na wanadamu wote wanataka kuwa kama Mungu. Wewe unafikiri nakutania unajua. Unajua kwa nini watu wanakunywa damu za watu? Nafikiri kwa nini? Umewahi kufuatilia, umefanya research? Mambo ya uchawi, yani kwa nini wanakunywa damu za watu? Wanaamini katika damu ya kuna uwezo na nguvu fulani ambayo ni divine anapokunywa. Kwa hiyo ina maana watu wana shauku ya kuwa kama nani? Kama Mungu. Kuna kitu kimefichika, wana shauku ya kuwa nacho. Na hata Adamu alipotegwa, akasema unasemaje? Eva unasema tutakuwa kama Mungu. Mungu ambaye huwa anakuja tunaongea naye, tutakuwa kama yeye. Akaliangalia lile tunda, akalitamani kuona kama yeye. Ndio watwisha tu mizigo, Bishop akija ataiweka vizuri. Wewe niwaambie. Nilikuja kugundua ukiona mtu ana struggle na uzinzi, sio kwa sababu anataka kuzini, ila ni kwa sababu anataka kutimiza sheria ya kutozini.
Narudia tena. Adamu na Eva, shetani alipita kwa Eva akamwambia, ukila haya matunda utakuwa kama Mungu. Eva sio kwamba alikuwa anataka kumwasi Mungu, ila Eva na Adamu walipokula yale matunda, kwa sababu wa kwanza alikuwa ni Eva, na Eva alipokula hakuna chochote kilichotokea, kulikuwa kimya, ila alipompa Adamu akala, tatizo likatokea pale. Na hata maagizo yale matunda hakupewa Eva, alipewa Adamu. Adamu akaja kumwambia Eva baada ya kuletewa. Walipokuwa wanakula lile tunda, shauku yao ilikuwa ni kuwa kama nani? Kama Mungu, ambayo yawezekana na wewe ndio shauku yako leo. Kwa nini unafunga? Unataka uwe kama Mungu, kama Yesu. Wewe unataka unafanya mchezo, nataka niwe kama Yesu. Kwa nini naomba masaa yote nayoomba? Nataka niwe kama Yesu. Unajua kuna kuomba masaa mengi kwa sababu namuenjoy Mungu. Unajua kuomba ni nini? Kuomba ni mazungumzo. Na mimi nikikaa na Janet muda mrefu ni kwa sababu tunapoongea tunaelewana, tunapatana. Sio kwa sababu nataka tukae masaa mengi. Sio, naeleweka ninachosema? Manake napochukua muda mrefu kuongea na Mungu, manake kuna namna naelewana na Mungu, na enjoy kuongea naye. Ila sio kwamba nikitoka kule nije kuatishia kina Felix mimi naombaga masaa 8. Ni mjinga. Naeleweka kidogo ninachosema? Amen. Unanielewa mzee huko nyuma? Nasikika anachosema? Shauku ya wanadamu wengi ni kuwa kama Mungu. Na mtego huo ndio ambao shetani anautumia hata sasa. Na ndio maana wakati wote hauoni kukamilika, hauoni kukamilishwa. Wakati wote ndani yako unaona kuna dai la kitu fulani mfanye, ili kikusogeze, angalau fanane, angalau watu wakuone uko kama Yesu. Ila wakati yeye anasema kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na nani? Na sisi wapi? Ulimwenguni humu. Si kama naeleweka? Anasema kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi wapi? Ulimwenguni humu. Ngoja nikwambie kitu. Nimesema ndaya mwaga tu. Uzuri nyinyi mnajua kushika. Akija bishop ataweka sawa, unajua anasema. Sasa hiyo ataitafsiri itakaa sawa. Mungu hana kitu cha kukupa cha thamani zaidi ya vitu alivyokupa. Toka kwenye hali hiyo kukaa kama maskini fukara fulani. Narudia tena, Mungu hana kitu cha kukupa zaidi ya vitu alivyofanya nini? Alivyokupa. Unataka nini kwa Mungu? Kama amekupa roho wake ambaye anasema hakuna mtu anaweza kujua siri za mtu isipokuwa roho ya mtu iliyomo ndani yake. Mungu anachukua roho wake ambaye anajua siri zake, anakupa matini. Unataka nini zaidi? Kuna nini unataka kutoka kwa Mungu akupe? Yesu anasema utukufu ulionipa nimewapa wao. Unataka nini tena kutoka kwa Mungu? Paulo mtume anasema kwa Warumi, anasema pendo limemiminwa ndani ya mioyo yenu kwa Roho Mtakatifu mliyefanya nini? Mliyepewa. Manake kupenda sio struggles kwako, sio kitu cha kustruggle. Naeleweka ninachosema? Ninapozungumza pendo, ninapozungumza pendo tayari limo ndani yako. Alafu limo ndani ya moyo wako. Wangapi hapa ni Wakristo?
sisemi wa Kristo, nasema wa Kristo. Nasema wa, alafu pana nafasi, alafu Kristo. Wangapi hapa wa Kristo? Nyosha mkono wako. Ambao si wa Kristo nifuatishe ni sawa. Ambao si wa Kristo nifuatishe hii sala ili twende sawa. Mmenitegea. Sasa nataka tupeleke wapi? Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu, kiukweli sijui, lakini mimi najua kuongea hapa ovyo ovyo, lakini ndio tafakari zangu ambazo zinanipaka shida sana. Yaani kwa wakati sema hivi, kwani kuna nini tunahitaji tena? Ila kila tukikutana tunakutana kama wahitaji, watu ambao tunataka Mungu afanye kitu. Mungu kwa kweli atusaidie. Na hii corona akusaidieje tena? Uzima wa milele ndio asili yako. Roho wake amekupa. Kristo amefanyika hekima kwako. Yaani wewe una hekima ya Mungu. Yaani sio useme ni sasa sienda jaribu kutafakari hivi Mungu anatusaidiaje? Yaani kuna nini ambacho tunataka kingine Mungu atusaidie tena? Na nawaambia serious. Shetani karibana hapo, kanisa sio mchezo. Kanisa limekaa kwenye kona la uhitaji, likimwita Mungu linahitaji nguvu zake. Unajua kwa nini watu wanahitaji nguvu zake? Kwa sababu watu wanataka watetemeke kidogo. Yaani nguvu za Mungu zikiingia, sikia? Anatetemeka kwa sasa. Imejaa nguvu. Ila hawako tayari kukubali ukweli wa kusema kwamba ile nguvu iliyofufua Kristo katika wafu imo ndani yenu, inatenda kazi kwa nguvu ndani yenu. Hawako tayari kukubali kwamba anaposema kirahisi kwamba hajatupa roho ya nini? Ya hofu, bali ametupa roho ya nini? Ya nguvu. Na roho ya upendo na akili timamu. Yeye anasema ametupa. Paulo anamwambia Timotheo, anamwambia Timotheo, Mungu hakutupa roho ya hofu, hajatupa. Ndio maana we are fearless. Hapo anaongea alivyotupa. Hivi, hebu iko tuongee kwa. Kweli kabisa ujue Mungu amekupa roho ya nguvu. Sijaongea nguvu ya nini? Lakini ukifuatilia kwenye reference zake na tafsiri za nguvu ile, ina mambo ya ajabu sana. Ina mambo ya ajabu sana. Yaani ile nguvu moja tafsiri zake ni kwamba huyu ikoba sana hiyo nguvu. Yaani huyu ikoba ndani yake anakuwa na influence kama ambavyo yuko hivi. Mnanielewa nasema? Unajua akiingia hapa Bill Gates wote tunamuonaga kwenye mitandao. Akija akasimama hapa, hakuna atakayesinzia. Sio kwamba kwa sababu Bill Gates ana upako. Unajua nini? Hela. Ana hela. Watu wasinzie kwa sababu hawajui nini kinaweza kikatokea. Ukisinzia mambo yanaweza yakakupita. Kwa hiyo lakini watu wakae macho, watoe macho, wasikilize Bill Gates anasema. Sio upako. Kwa hiyo kuna watu wanasinzia sasa kusema nini? Hapana. Sasa anasema ile nguvu moja ya vitu inafanya, yani inakufanya kuwa na influence kama alivyo yeye. Yani kuna namna ukisimama, yani watu wanashindwa kukudefine. Kama huyu jamaa ni tajiri, huyu jamaa ni mtu ana, yani inakuwa hivi. Alafu pia ile nguvu anapoitafsiri, anasema ni nguvu inayokuwezesha kufanya mambo ya kiungu. Yani ni mambo yanayovuka uwezo wa kibinadamu. Mahali ambapo panahitajika divine. Yaani ile nguvu ndio inakufanya wewe usimame na ufanye nini? Na ufanye. Sasa anasema hiyo nguvu imo ndani yako. Huyo roho ndio umepewa.
Unaposema akili timamu, napenda hiyo. Unaposema akili timamu, anazungumza habari ya wisdom, hekima. Kile ambacho kilikuwa kinafanya watu wanafunga safari, wanavuka nchi zao kwenda kumtazama nani? Sulemani. Ndio anasema wewe umepewa, unayo akili timamu. Sasa unajua kwa nini vinashindwa kufanya kazi? Si unahitaji wewe. Narudia tena, kwa nini vinashindwa kufanya kazi? Mahali ulipokaa, umekaa kama ombaomba. Baba nikumbuke. Unikumbuke na mimi leo. Akukumbuke mara ngapi? Alishakukumbuka 2000 years ago. Kwenye Filemoni sura ya 1 mstari wa 6 anasema imani yetu inafanya kazi kwa nguvu pale tunapo acknowledge mema ambayo ameweka ndani yetu katika Kristo. Tunapoyatambua, tunapoyafurahia, tunapoyasherekea, tunaifanya imani yetu iinuke na kuanza kufanya nini? Kufanya kazi. Kwa nini kanisa linasifwa? Halijatambua zawadi zilizopewa. Halisherekei zawadi ambazo wamepewa. Watu waliambiwa kama wataka. Nafikiri gospel hiyo tuleta ina shida. Kwa sababu ilituambia ukimpokea Yesu utapata mke mzuri, ukimpokea Yesu utapata gari. Kwa hiyo watu wamekuja wanasubiri sasa hivyo vitu. Wamekaa kwenye wetaki. Sikiza. Wewe ulipo, wewe ulivyo ni utajiri. Narudia tena. Wewe ulipo, wewe ulivyo ni utajiri wa Mungu duniani. Utajiri, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nyumba na magari. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya vitu hivyo vyote tunavyomiliki, ambavyo ni kama sehemu ndogo ya udhihirisho wa utajiri tulionao, sehemu ndogo. Ila utajiri hasa ni wewe. Ninapozungumza utajiri wa Mungu ni wewe. Mungu kainvesti kila kitu, including hata mbingu yake ndani yako. Bishop atakuja kuweka sawa. Mbingu inaishi ndani yako. Nawaambia mambo ambayo yameandikwa kwenye Biblia, mambo ambayo watu waliomwamini Kristo wanatakiwa wayajue. Na ndio maana Paulo anavyoomba, haombi mahitaji, anaomba tujue. Unasoma hata kwenye Efeso sura ya 3, anasema tufahamu kina na mapana na marefu na nini ya upendo wa Mungu lililo katika nani? Katika Kristo. Anasema tujue kina, marefu, mapana ya nini? Ya pendo. Paulo, pendo, anasema pendo linalozidi science. Kwenye tafsiri original, tafsiri yake anasema pendo linalozidi elimu ya science. Pendo nani? La Mungu lililo katika Kristo, ambalo anasema katika hiyo tunapokea utimilifu wote wa Mungu. Hapo na kusai anasema anasema Kristo yeye ndio kichwa cha enzi yote na nini? Na mamlaka. Hapo unasema Kristo anaishi wapi? Acha msao wewe. Acha msao wewe. Yaani kwamba Kristo ambaye ni kichwa cha enzi yote na mamlaka anakaa ndani yako. Hapo uko hivyo. Hivi ndio kanachosema. Unajua wewe ni vitu fulani ambavyo shetani apende ugundue. Yaani wewe ni kama simba ambaye alichukuliwa wakati mdogo akafugwa na kondoo. Kwa hiyo yupo katikati ya kondoo, naye anajaribu kugeza. Kila akisikia unapolia naye anajaribu kutaka kulia, ila anapata shida sana. Ila akija kugundua kwamba yeye ni nani?
unguruma yake moja tu inatosha kufanya kondoo wote alionao wakimbie kabisa. Inaeleweka anachosema? Bila kijua tu yeye. Unajua kama kuna kazi ambayo uko nayo na ni ngumu sana, ni kukupatanisha wewe na wewe. Ndio maana mwanzo, zama za ujinga na utoto, nilikuwa nikiimba najisikia vizuri na nasikia machozi yanatoka. Napenda sana Yesu moyo wangu. Tulimba. Kila kuna siku Mungu ilipokuja kama hivi naimba. Hiki kitu gani naimba hiki? Kuja ya Kristo duniani ni ili wewe ujione ulivyo. Nikisema hivyo sina maana ujione uanze kujirekebisha. Ila ujione. Nitumie Kiswahili gani unielewe? Nasema hivi, ujione ulivyo. Alafu katika yote ambayo labda unaweza usiamini, amini tu hivyo. Thamani yako ni Kristo alivyo. Yes. Kama yeye alitumika kukununua maji, huwezi kununua kamera kama hiyo ya Joshua kwa thamani ambayo ilingani na inavyohitaji. Inaeleweka anachosema? Yaani maana mimi napoenda au Joshua alipoenda kuifanya hiyo kamera, wakamwambia milioni 2.5. Maana thamani ya kununua kamera na kamera ilivyo inafanana. Yule mtu aliyetengeneza kamera hata kaiweka kwenye soko anajua kwamba hii kamera thamani yake hii. Kwa hiyo manake wewe mpaka unakuja kununuliwa na Yesu, manake wewe una thamani ya Yesu alivyo. Sikia, kuna maneno mengine tukaanza kuyajua katika Kristo yanakuwa kama kufuru, ila ndio kweli. Kuna maneno tukaanza kuyajua katika Kristo na ukaanza kuongea yanakuwa kama kufuru, ila ndio kweli. Yaani mimi na thamani ya uhai wa Yesu. Yaani uhai wa Yesu unachukuliwa ili mimi nipatikane. Mimi nina thamani hiyo. Ndio maana mimi nasema wewe ni utajiri. Kwa nini? Kilichokununua kimevuka utajiri wa vitu vyote. Sikia. Nje yako haiwezi kuchange kama ndani yako haijachange. Kinachoanza kuchange ni ndani yako. Mfano, hata usianze kupigana na nchi, ila ndani yako tu kwamba mimi nina thamani sawa sawa na Kristo alivyo. Yaani uhai wa Kristo ndio thamani yangu. Yaani hiyo fikra tu ikikaa mwezi mzima, kuna vitu lazima vikumbuke kwenye maisha yako. Afu huyu Kristo yeye kununua, kuna wakati alisimama akasema, mlisikia habari za Sulemani, mkaenda hata kwake kusikia hekima yake. Lakini leo nataka niwaambie jambo hili. Aliyesimama hapa ni mkuu kuliko nani? Huyo Sulemani. Hivi naeleweka ndugu zangu? Nasikika vizuri nasema. Anasema hivi. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wa ulini wa utukufu wake, kwa kadri ya utajiri wa urithi wa utukufu wake. Ndani yake nani? Kristo. Sawa. Kwa kadri ya utajiri wa urithi wa utukufu wake. Anasema Waefeso sura ya 1 mstari wa 18. Anasema mjue tumaini. Kwenye Biblia nisomea. Kuna kitu nataka nisomee.
kwanza mstari wa 18 inasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, ndio mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri na nini? utajiri Na nini? na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Huyo anaongea kwa Waefeso kama huo utajiri humo ndani ya Kristo, lakini huyo Kristo mwenyewe yumo ndani ya watakatifu. Sio kama mnaelewa hiyo science inapocheza. Yaani unajua kuna wakati Mungu anaongea kama yuko mbali, ila ukizunguka unakuta Mungu yumo ndani. Na yote tunayohitaji yamo ndani. Yaani kila kitu ambacho tunahitaji kimo ndani, ni sisi kugundua na kutembea. Funguo rahisi sana za kutembea kwenye mambo kama haya. Wala usitafute inakuwaje sasa? Labda kwanza tunafanyaje? La kwanza tambua. Sababu Yesu anasema, huyo roho akija kwenu, ninyi mtamtambua kwa sababu anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu milele. Ila ulimwengu haufanyi nini? Hautambui.